Nyumbani kwa mzee Solomon Sioki katika eneo la Shimbais, tunampata kitandani mwake ungelidhani anastarehe tu, lakini wapi? Sioki amepooza. Anavuta kumbukumbu ya miaka 19 iliyopita na taswira kamili ingali imechorwa akilini mwake kana kwamba alitendeka jana. Natoka kazini, nikija nyumbani, ndio nilipigwa, nikaumizwa na ngalekata moto. Mzee Sioki akifahamu kitanda hiki kama malazi ya kufanyia haja zote kwa miaka 19. Kutembea siwezi, hata kufanya nini siwezi. Na kujua papa, chuonea papa. Priscilla Sioki atueleza namna maisha yalivyomwendea segemnege tangu mumewe alemazwe. Ninapata shida. Shida nilikuwa sioni mzee alikuwa wakati alikuwa anainuka. Taswira ni sawia katika boma hili hapa Kwale. Shoka la ubakaji likiangukia boma hili kwa kishindo, mama na mwanawe wakibakwa huku baba mtu akilawitiwa. Nyanyangu mama mtu mzima wa miaka karibu 70 wakati huo akibakwa. Najaribu kupiga kelele, hata mimi mwenyewe nikabakwa na askari wasopungua kama 7 hivi. Nikaanza kuvuliwa nguo hapo, nikarepiwa na watu kama 10. Hata sikuwajua nikiwa na nani. Ubakaji huo ukasababisha binti kupata mtoto, mama kupata virusi vya ukimwi na maskini baba kuaga dunia. Hivi ninavyoongea niko na msichana wa miaka 18 ambaye sijui ni Mjaluo, sijui ni Mkikuyu. Huku nao vijana 19 katika eneo la Bongwe wakiasiwa na maafisa wa polisi kwa kushukiwa kuwa wana kaya bombo. Kasi kupata tena mtoto mpaka karibu saini kama mwaka wa 13 ama 14. Huu ndio msitu wa Kayabombo unaoaminika kuwa shina la vita vya kikabila vilivyochochewa kisiasa, wenyeji wakiamini kwamba wapiganaji walijificha humu ndani kupanga na baadaye kutekeleza mauaji kwa wakazi. Wakaonelea kwamba wachochee watu wananchi, yani kikabila, ili kusudi kwa mafanikio yao. Mbali ya kuwa walipelekwa kwa mganga, lakini uganga alikuwa ni bure. Walikufa wengi, sidhani kama wako hai sasa hivi. Matumaini ya kufidiwa na serikali ya kififia. Ajabu kubwa ni kwamba kila mwaka tunaahidiwa, haitafika mwezi wa 4, haitafika mwezi wa 8, haitafika Disemba, mwaka unaisha. Fidia ni kitu kulipwa. Na kama pesa iko imedhamiriwa iwe ikompensate watu, kwa nini we diverted ikafanye jambo jingine? Niki Gitonga, Nipashe Wikendi, kaunti ya Kwale.